Warigani mtazamaji wa The Rain Media, tunahakikisha kuwa tunakubalisha kutoka ndani na nje ya Tanzania. Irani hatuna imani tena na Marekani. Spika wa bunge la Irani Mohammad Bagher Ghalibaf amesema kuwa licha ya mazungumzo yanayoendelea kati ya Irani na Marekani kusaidia kufikia uelewa wa karibu zaidi, bado hakuna makubaliano ya mwisho yaliyofikiwa. Amesema hatua fulani za maendeleo zimepatikana, lakini tofauti katika masuala ya msingi zimeendelea kubaki bila ufumbuzi. Akizungumza na vyombo vya habari, Ghalibaf ameeleza kuwa hali hiyo inaashiria safari ya kufika makubaliano ya kudumu bado ni ndefu na yenye changamoto, huku akisisitiza kuwa mazungumzo hayo yanahitaji umakini mkubwa ili kufikia matokeo chanya kwenye pande zote mbili. Katika hatua ya mahojiano, amesema Irani imeendelea kuiona diplomasia sambamba na nguvu za kijeshi kama nyenzo muhimu za kulinda maslahi ya taifa, akionya kuwa kosa lolote hata dogo kutoka upande wa Marekani litakabiliwa na majibu makali, na kudai kuwa kwa mtazamo wa kimkakati Irani ipo katika nafasi ya juu dhidi ya Marekani. Katika hatua nyingine, amesema alimweleza makamu wa rais wa Marekani JD Vance kuwa Irani haina imani na Marekani, akisisitiza kuwa Washington inapaswa kujenga upya imani kwa wananchi wa Irani. Pia amesisitiza kuwa mlango wa bahari wa Strait of Hormuz uko chini ya udhibiti wa Irani na kutoa wito wa kumuunga mkono kiongozi mkuu mpya ili kulinda maslahi ya taifa. Na hii ni mara baada ya makubaliano ya pili Marekani na Irani kutofikiwa mwafaka, huku Marekani ikidai kuwa Irani inabidi isitishe mara moja urutubishaji na uzalishaji wa uranium, na huku Irani ikileta kigezo cha kuwa inabidi iendelee kuzalisha hata kama ni kwa asilimia ndogo. Na mpaka sasa mlango wa bahari wa Hormuz baada ya kufunguliwa tena vile ulifungwa tena, huku meli za kivita mbalimbali zikiweza kuwasili katika eneo hilo, na tayari baadhi ya mashirika mbalimbali ya meli duniani yakidai kuwa huenda soko hilo la mafuta kuleta kasi na kushuka kwa kasi, vile kupanda kwa kiwango cha hali ya juu. Hata hivyo, baadhi ya meli ambazo zimeonekana kupisha pale kwenye mlango wa Hormuz kuzuiwa, vile kukatazwa, nyingine kulipuliwa na kushambuliwa. Endelea kuwa nasi katika habari mbalimbali kutoka nje na ndani ya Tanzania, kufuatilia kwenye peji zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii, huku ukibonyeza alama ya kengele utazidi kuwa kwanza kupata habari kutoka ndani na nje ya Tanzania. Hii ni The Rain Media.